Jina lake kamili ni Jeffrey Edward Epstein. Alikuwa mfanyabiashara na mwekezaji wa Marekani aliyezaliwa mwaka 1953 na kufariki mwaka 2019 akiwa gerezani. Alijitangaza kama bilionea wa kifedha, ingawa chanzo halisi cha utajiri wake hakikuwahi kuwa wazi. Alihusika pia na watu wenye nguvu kubwa duniani, wanasiasa, wafanyabiashara, wasomi wa sayansi na watu wa kifalme. Kuanzia miaka 1990 hadi 2000 Epstein alihusika na kuwalaghai na kuwanyanyasa wasichana wadogo hasa chini ya miaka 18. Kutumia ahadi za kazi, pesa au msaada wa masomo kuwavuta. Kuwa na nyumba na visiwa binafsi vilivyotumika kwa maeneo ya uhalifu. Wahanga walikuwa wengi na baadhi yao waliripoti kulazimishwa kufanya vitendo vya unyonyaji, kusafirishwa kati ya miji na nchi, kutishwa au kunyamazishwa. Mwaka 2008 Epstein alikiri kosa la kuwahusisha wasichana wadogo na ukahaba. Alipata adhabu ndogo sana, miezi 13 jela, lakini aliruhusiwa kutoka karibu kila siku kwenda kazini. Makubaliano ya siri yaliyomkinga yeye na washirika wake dhidi ya mashtaka zaidi. Hii ilisababisha hasira kubwa kwa umma baadaye ilipobainika. Mwaka 2019 Epstein alikamatwa tena kwa biashara ya binadamu na kwa madhumuni ya unyonyaji. Alifariki akiwa gerezani kabla kesi haijaendelea. Kifo chake kilitangazwa rasmi kama kujinyonga, lakini kulikuwa na dosari nyingi za kiusalama, kulizua maswali na nadharia nyingi duniani. Ni muhimu sana kusema hili kwa umakini. Si wote waliotajwa waliwahi kuhukumiwa au kuthibitishwa kisheria. Majina mengi yaliyotokea kupitia nyaraka za mahakama, ushahidi wa wahanga au mawasiliano. Baadhi ya waliotajwa kwenye nyaraka mbalimbali ni wanasiasa wa juu wa Marekani na nje, wafanyabiashara wakubwa, wanachama wa familia ya kifalme ya Uingereza, wasomi na maprofesa, watu maarufu wa vyombo vya habari. Kwa wengi wao hakuna hukumu ya moja kwa moja, lakini walihojiwa au kuchunguzwa kijamii na kisheria. Na washirika mbalimbali. Ghislaine Maxwell, mshirika wake, alikuwa mshirika wa karibu wa Epstein. Alisaidia kuwapata, kuwavutia na kuhusisha wahanga. Alipatikana na hatia mwaka 2021 na akahukumiwa kifungo cha miaka mingi jela. Maana kubwa ya kashfa ya Epstein duniani. Kesi ya Epstein ilifunua jinsi utajiri na mamlaka vinaweza kuficha uhalifu. Mfumo wa haki ulivyoweza kulegalega kwa watu wenye nguvu. Umuhimu wa sauti za wahanga kusikilizwa. Ilisababisha mabadiliko ya sheria sehemu kadhaa, uchunguzi wa kina juu ya makubaliano ya sera ya mahakama, mjadala mkubwa kuhusu uwajibikaji wa matajiri. Epstein hakuwa mtu mmoja tu mwenye uovu, bali alikuwa sehemu ya mfumo mkubwa wa unyonyaji ulioundwa na pesa, ushawishi na ukimya. Hadi leo maswali mengi hayajajibiwa. Wahanga wengi bado wanatafuta haki kamili. Jina kamili ni Jeffrey Edward Epstein. Alizaliwa tarehe 20 Januari mwaka 1953 Marekani. Kifo tarehe 10 Agosti mwaka 2019 akiwa gerezani. Kazi: alikuwa mfanyabiashara na mwekezaji. Hali ya kisheria: alifariki kabla ya kesi ya mwisho kuamuliwa. Makosa makuu aliyohukumiwa: Epstein alishtakiwa kwa biashara ya binadamu kwa madhumuni ya unyonyaji wa kingono, kuwalaghai na kuwanyanyasa wasichana wadogo chini ya umri wa miaka 18, kusafirisha wahanga kati ya majimbo na nchi, kushirikiana na wengine mtandao wa uhalifu. Makosa haya yaliripotiwa kufanyika kuanzia miaka 1990 hadi 2019. Idadi makumi hadi mamia kulingana na ushahidi wa baadaye. Wahanga umri wengi walikuwa na miaka 14 mpaka 17. Njia ya kuwapata: ahadi za kazi, message modeling assistance, malipo ya haraka, kuwatumia watu wakati hasa Maxwell. Maeneo uhalifu: Epstein alimiliki au kutumia nyumba New York, kisiwa binafsi Little St. James Caribbean, nyumba Florida, Mali New Mexico pamoja na Paris. Maeneo haya yalitajwa na wahanga kama sehemu za unyonyaji. Kesi ya mwaka 2008 Florida: alichoshtakiwa nacho kuwahusisha watoto kwenye ukahaba, makubaliano ya siri, kifungo cha miezi 13 tu. Alitoka jela karibu kila siku kwenda kazini.
alikingwa yeye na washirika wake dhidi ya mashtaka mengine. Kesi hii ilionekana kama mfumo wa haki kushindwa. Kesi mpya ilikuwa mwaka 2019, mashtaka biashara ya binadamu kwa unyonyaji wa kingono. Adhabu iliyokuwa ikimkabili hadi kifungo cha maisha hakufikia hukumu kwa sababu alifariki kabla kesi yake haijaendelea. Kifo chake ni mahali gereza la Metropolitan New York. Taarifa rasmi kujinyonga, utata mkubwa, kamera hazikufanya kazi, walinzi walishindwa kufuata taratibu, alikuwa chini ya uangalizi maalum. Kifo chake kilizua maswali mengi duniani. Washirika muhimu ni Maxwell, mshirika mkuu, alisaidia kuwapata na kuwahusisha wahanga. Alihukumiwa 2021. Watu matajiri au maarufu, majina yaliyotajwa kwenye nyaraka za mahakama, ushahidi wa wahanga, mawasiliano, flight logs pamoja na email. Tahadhari ya kisheria kutajwa, kuhukumiwa, wengi hawajapatikana na hatia mahakamani. Jeffrey Epstein alikuwa mhusika mkuu wa mtandao wa unyonyaji ulioundwa na pesa, ushawishi na ukimya wa watu wenye nguvu. Faili lake linaacha maswali mengi, linabeba maumivu ya wahanga, ni mfano wa hatari ya mamlaka bila uwajibikaji. Hii ni Malkia wa Soka, endelea kutufuatilia, usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za michezo kutoka ndani na nje ya mpaka ya Tanzania. Taarifa nyinginezo za kawaida kama hizi unazipata pia hapa, japo si mara kwa mara. Mimi ni Queen Liz, mpaka wakati mwingine, kwa heri na uwe na wakati mwema.